Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba wamefuzu kwenda hatua ya makundi wakiungana na Young Africans kwenye Champions League, lakini pia Azam Football Club, Singida Black Stars nao wamefuzu kwa upande wa kombe la shirikisho. Timu nne kwa upande wa Tanzania zimekwisha kufuzu. Tumemfuata mbukuzi wa soka la Tanzania Hamisi Kabwe. Tuzungumze naye. Kwema ndugu yangu Kabwe? Kwema, vipi kaka? Safi bwana, uko vizuri kaka? Nipo vizuri kabisa. Unakula shushu? Vibaya mno. Naona unaandika nini hapo Kabwe bwana? Kuna mpya? Kuna mwanga kocha wa Yanga. Kuna mwanga kocha wa Yanga? Akaanza mazoezi. Sawa, Kabwe nataka tuanzie hapa kwenye mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Mnyama mmefuzu lakini kwa kupata sare. Mechi alikwisha kuimaliza kule kwao. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani bwana Kabwe? Kiukweli mchezo wa kwanza hapa nyumbani. Hapa nyumbani kiukweli kwa mnyama Simba Sports Club, mimi naweza nikawa nipo tofauti sana na watu wengine. Hapa mwalimu inawezekana alikuwa anafikiria kitu kimoja. Kwa mtazamo wangu mimi nafikiri inawezekana mtu mwingine hakawa hafikiri kama jinsi ambavyo mimi ninavyotazama. Mimi ninavyotazama kwamba mwalimu aliona mechi ya kwanza ishaisha. Kizingatia ni kocha mpya kwenye timu. Ile ya kwanza kabisa dhidi ya Nsingizini Hotspurs kule Swatini ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza. Ilikuwa mechi yake ya kwanza pale Swatini ya kimashindano, ukiacha zile mbili za Al Hilal. Nataka kuamini kwa kile ambacho nilichokiona, kwa sababu mechi ya kwanza Simba Sports Club waliperform vizuri sana na walikuwa bora, na hata ulikuwa unaona ideas zake mwalimu anataka kufanya nini, anataka timu yake ichezeje. Muone ataanzia nyuma, kwa maana ya wale watu watatu ataanza kufanya build up, timu ikitembea kwa speed, pasi fupi za haraka kwenda kumshambulia mpinzani kwa idadi kubwa ya watu. Idea yake simula vizuri ilikuwa ishaonekana. Aina ya wachezaji waliowachagua siku ile walionekana. Kipindi cha pili alipofanya changes, timu ikabadilika, ikawa na balance. Kwa mtazamo wangu mimi naamini mwalimu pale alikuwa shapata kitu ambacho anachofanya nini, anachokitaka pale. Na bahati nzuri iliyotokea ni kwamba pale Simba wakaenda kumaliza ule mchezo kwa kushinda magoli 3-0. Mechi ya marudiano hapa, akili na mawazo ya wachambuzi na sisi wabukuzi na mashabiki wengi wa mpira waliamini kwamba Simba Sports Club atakuja hapa kuokota kapu la magoli. Hata mimi ndivyo ambavyo nilifanya nini, nilivyokuwa nafikiria. Lakini mimi nikiwaza sasa nje ya box kwenye engo ya kiufundi, kwa sababu mimi huaga nakaa katikati, naweza nikakaa kwenye engo ya kishabiki na nikakaa kwenye engo ya kiufundi. Nikikaa kwenye engo ya kiufundi, nikimwangalia mwalimu Dimitar Pantev alichokifikiria, alifikiria nje ya matarajio ya watu wengi. Kivipi? Selection ya kikosi. Yaani ule uchaguzi wa kikosi aliofanya mwalimu Dimitar Pantev, alichokizingatia ni kwamba tayari Simba wana uongozi wa magoli 3. Walishafanikiwa. Kwa hiyo ambacho alichokuwa nakifanya, yuko kwenye process ya kusoma tabia na kuwasoma wachezaji, ni aina gani ya wachezaji ana uwezo wa kwenda nao kwenye mechi zingine zinazokuja, aina gani ya wachezaji ambao anaweza akawapata wakaingia kwenye kikosi cha kwanza, au wakamuongezea idadi kwenye kikosi cha kwanza, au wakawa ni wachezaji wazuri kwenye substitution kulingana na kile alichokiplan. Ndio majibu yanakuja kwenye mechi ya jana. Kwa maana kwamba Simba Sports Club kikosi alichokichagua ulikuwa utegemei kama Duchu wataanza. Uongo kweli? Mechi ambayo Simba Sports Club anautaka mchezo ngadu kwa ngadu, mtafute wa kucheza naye, Shomari Kapombe hawezi kuanzia benchi. Tusidanganyane. Shomari Kapombe hawezi kuanzia benchi. Mimi naamini kabisa mechi ambayo mtafute wa kucheza naye, mwalimu hawezi kucheza na force number 9. Jana mwalimu kwenye kikosi cha Simba alianza na force number 9, either Kibu Dennis
ama Joshua Budo Mutale kwenye eneo lile la force namba 9, wakati ana washambuliaji watatu ambao wana ubora. Kama angekuwa ni muumini wa kutumia force namba 9, kwa nini asingetumia force namba 9 kwenye mchezo wa kwanza? Kwa nini aliamua kwenda na Suleiman Mwalimu baadaye akamuingiza Jonathan Soa? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka matokeo. Kwa sababu alikuwa anahitaji matokeo. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo Mwalimu aliishi nje ya matarajio ya wachambuzi, wabukuzi, mashabiki na kila mpenda mpira wa Tanzania ambaye alitegemea Simba Sports Club ataenda pale kwenda kushinda kwa idadi kubwa ya magoli. Sijui vizuri. Lakini akiwa amefanya hizo changes, Nsingizini Hotspurs walikuja tofauti. Msimu uliopita Nsingizini walitolewa kwa aggregate ya magoli 8-0 na Stellenbosch. Pigwa chuma 3 pale Swatini, wakaenda Afrika Kusini wakapigwa chuma 5. Wakaona tunaenda kudhalilika tena huko. Tumeshapigwa chuma 3. Tunaenda tukafunguke tena Benjamin Mkapa. Tunaenda kudhalilika. Si unaelewa vizuri? Mandila Nkongi ambaye ndio kocha wa Nsingizini Hotspurs alichokifanya, akaamua kuja kujaza idadi ya watu wengi sana kwenye eneo lake, kwenye lile box lake lile. Simba wapate ugumu wa kuweza kuwafungua. Sijumla vizuri. Na kwa sababu Simba walikuwa wanacheza bila mshambuliaji asilia, wakawa na struggle, na ndio maana Simba unaona mpaka wanamaliza kipindi cha kwanza walikuwa wana shot on target hata hii. Kwa sababu wale walikuwa na idadi kubwa ya watu wengi, alafu wakawa wanashambulia kupitia counter attack. Kwa hiyo vilikutana vitu viwili kwa wakati mmoja. Nsingizini Hotspurs walikuja na tahadhari ya kutokutaka kuruhusu magoli mengi, wakati Mwalimu wa Simba yeye alijaribu kufanya jaribio la kuchezesha wachezaji wapya na kujaribu baadhi ya vitu kwenye mchezo ambao hawa watu wengine walijiandaa kimbinu kwa ajili ya kuikabili Simba Sports Club. Kwa hiyo hakufanikiwa Mwalimu. Target yake ya kwanza kucheza na force namba 9 haikufanikiwa. Sio vizuri. Lakini hata selection ya kikosi aliyochagua bado pia ili struggle, haikufanikiwa. Second half ndio maana Mwalimu tena kaenda kujaribu tena. Mara ya mwisho ni lini wewe kuiona Simba ikicheza na 2 strikers? Yaani wale washambuliaji wawili. Mara ya mwisho ni lini? Ni muda mrefu kaka, usiangalie juu. Mwezi hauwezi kushuka. Umeona? Ni muda mrefu. Yaani Steve Dese Mukwala na Jonathan Soa kwa pamoja wote wakaingizwa ndani. Sio vizuri. Bado Mwalimu aliendelea kufanya experimentations. Hapo nimejaribu kuweka neno la Kiingereza kuonyesha msisitizo. Upo mzee wangu? Hapo mwenyewe nimesoma kidogo kaka. Au vipi? Huo ndio uhalisia. Kwa Mwalimu akajaribu akataka tena kufanya majaribio kwenye eneo hilo kuangalia hii inaweza ikaklik. Na hiyo ni kwa sababu mpinzani aina ya Nsingizini Hotspurs ni mpinzani wa kawaida ambaye Mwalimu anaweza akafanya majaribio, akiona hayafanikiwi ni rahisi kuachana nayo. Lakini pia Mwalimu anaweza akafanya majaribio kwenye ule mchezo kwa sababu ana asilimia kubwa ya kuweza kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya makundi. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya experimentations, kwa maana ya kufanya majaribio ya kiufundi kwa Mwalimu, wakati matarajio ya mashabiki wa Simba Sports Club, wachambuzi, wabukuzi na Watanzania wengi wakiamini ya kwamba mnyama Simba Sports Club ataenda kushinda ushindi wa magoli mengi. Lakini Mwalimu yeye kiakili na kifikra alikuwa afikiri hivyo, lakini hata yale majaribio aliyofanya kwa kiasi kikubwa jana hayakufanikiwa, na ndio maana Simba Sports Club hawakuweza kupata hata goli. Huo ndio uhalisia. Bwana, kama maneno yamekuwa ni mengi sana mtaani. Kama unavyosema wengi walitegemea mnyama atashusha mvua ya magoli. Unadhani kocha aliona nini hapa kwamba amekwisha kufuzu asipeleke maangamizi kwa Nsingizini Hotspurs, au aliangalia mchezo na michezo inayofuata? Of course, yani kwanza michezo inayofuata kuna mchezo wa Tabora ambao ni TRA hivi sasa. Tarehe 30 hapo. Waenda kucheza Tabora kule. Sijui vizuri
Hakuna haja. Kuna muda hakuna haja kusaka labda sijui utafute sifa, utake sifa afu mchezaji wako muhimu anaumia. Unapata faida gani? Tuongee ukweli. Purukuta ndani kaumia Jonathan Soa ile mechi. Purukute ndani kaumia Jonathan Soa. Mara Rushen Delok kaumia. Haya unapata faida gani baba? Haya muonyesha Shomari Kapombe kaumia. Unapata faida gani? Yaani kutaka sifa tu kwa sababu ya goli la mama. Kutaka sifa tu ili mashabiki wengine wafurahi. So mimi na wewe tunaweza tukaona hilo. Yaani mashabiki wanaweza wakataka hiyo sifa yani. Wakataka hizo sifa na nini. Lakini yeye kocha anaangalia engo yake ya kiufundi. Hizo sifa mimi zitanipeleka wapi? Hawa nikifungwa hawa ndio watanigeuka mimi wataanza kunikimbiza. Kama alikusikia kule Gaborone. Msingizia. Baadaye watakuona tena sio wewe wakaanza matatu hamna kitu. Ina matatu yule mwalimu hamna bangi sana yule. Sio vizuri. Mashabiki hawana jema kaka. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe utumie akili na uchange karata zako vizuri. So mimi siwezi kumlaumu kocha. Siwezi kumlaumu kwa sababu eti hajawafunga wale Nsingizini Hotspurs goli nyingi wakati tayari mechi ishaimaliza kule. Kilichokuwa kinatakikana Simba ni nini? Kufuzu tu makundi. Wamefuzwa hawajafuzu. Sasa wanataka kingine kipi kaka? Acha ninywe maji. Kaka. Safari naona unapiga maji tu. Nifanye nini kaka, maisha ndo haya. Simba anakupa raha. Mimi tena. Mimi hainipi Simba raha, Manchester United na timu zote 4 zinanipa raha. Kwa sababu wanafanya vizuri Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars. Nyinyi ndio mnapata nafasi ya kuja kutuhoji hapa. Wewe ndio unakuja wewe. Kama Simba wasingefanya vizuri au Yanga wasingefanya vizuri au Azam, ungekuja wewe na mic zako hapa ngwali. Anasema wewe shabiki wa Yanga bwana. Vyovyote mtu akavojaji. Lakini mimi ni shabiki wa mpira, mimi napenda vitu vizuri. Sana. Yaani Yanga akifanya vizuri eko, Simba akifanya vizuri eko, Azam akifanya vizuri eko, Singida akifanya vizuri eko. Mimi na enjoy ya. Sawa, wanakawe mara baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs, naona amekuwa ni mengi sana kuelekea kwa Elie Mpanzu, Kibisawala. Wengine wanasema kiwango kimeshuka. Umemshuhudia Elie Mpanzu wa msimu uliopita na huyu wa sasa. Ni yule? Elie Mpanzu wa msimu uliopita na Elie Mpanzu wa msimu huu wakikutana wanapigana ngumi. Kabla unasema kwamba Elie Mpanzu wa msimu uliopita wakikutana na Elie Mpanzu wa msimu huu wanapigana ngumi nyingi sana. Kwa nini kabla? Ngumi nyingi mno. Unajua kwa nini? Alianza vizuri sana msimu uliopita Elie Mpanzu. Sana. Akaonyesha future nzuri. Wanasimba wakasema yes. Yule Arnold Okwi. Yule Nandi Luis Jose Mixon. Yule mwamba Lusaka Chama. Amepatikana kwa Elie Mpanzu Kibisawala. Matumaini ya wanasimba ndio yalikuwa hivyo. Lakini ukweli ni kwamba Elie Mpanzu wa msimu huu ni Luis Jose Mixon aliyetoka Al Ahly kwa mara ya pili akaja Simba Sports Club. Yes, kuna kitu kipo sawa. Elie Mpanzu kiwango kinaonekana kimeshuka. Hachezi kwenye kiwango kile, aonekane kuwa mchezaji muhimu, anafanya makosa sana, anapoteza mpira kirahisi. Ile physicality yake imepotea kabisa. Na bahati nzuri anakujaga hapo garage hapo Kitonyama. Kuja kufanya mazoezi hapo. Lakini bado sio yule Elie Mpanzu tulomzoea. Kuna muda mimi hadi nikasema au labda Sinza hapa panamharibu. Kaka, Sinza hapo kuna watoto wazuri. Tanzania hii watu wazuri, inawezekana. Elie Mpanzu sifa nyingi, simula vizuri, watoto wanamshobokea na kadhalika, akajisahau. Uroto inawezekana umeondoka miguuni. Kuna kitu inabidi afanye. Watoto 2000 wana balaa, inabidi afanye. Simula vizuri, mwisho wa siku amemmaliza. Ukutana nao na mshauri nini kama? Of course lazima abadilike. Simba wanamhitaji. Anapaswa kuwa professional kwa sababu analipwa fedha nyingi sana. Na matumaini ya wanasimba yako kwake. Inabidi abadilike, aone kabisa mbona hivi sasa performance yangu imeshuka. Siku Bajabire akija akapona na akawa fit kalikiti. Trust me, inawezekana akaja kuchukua utawala wa Elie Mpanzu Kibisawala. Huyo bwana ndio kutoka Mombasa. Yes, Mohamed Bajabire. Kama akiwa fit kalikiti kwa ninavyomjua Bajabire. Kujituma kwake, discipline,
ni mchezaji ambaye amepitia kwenye misingi mizuri ya mpira wa miguu. Watu watamuona. Mimi siongee kwa kubahatisha, labda tu ije Tanzania hapo ampige misumari ashinde kuperform. Lakini kwa maana ya talent, mimi nilivyomwangalia kwenye ligi ya Kenya kiukweli na ninavyomfahamu Bajabir, akija akawa fit 100%. Kwa sababu watu wanacheza namba moja na Elie Mpanzu, kuna uwezekano mkubwa bwana mdogo akatake over. Na akitake over bwana mdogo akachukua nafasi ile pale, inawezekana Elie Mpanzu hali kaendelea kuwa tete. So anapaswa achanganye. Akija Bajabir akiingia akiwa katika kiwango bora na yeye akiwa katika kiwango bora, Simba Sports Club ndio inafanya vizuri zaidi. Simba vizuri. Lazima uwe na wachezaji karibia 5 au 4 kwenye kikosi chako. Kwa mfano kama Simba Sports Club wenye X factor ambao kiuhalisia kwenye hatua ya makundi na kushiriki unaenda kukutana na timu ngumu kaka. Hauwezi kukutana tena na Nsingizini wala huwezi kukutana na Silver Strikers. Tuongee ukweli. Kule unakutana na kina MC Alger, kwenda kukutana na sijui labda na kina Esperance de Tunis au kina Al Ahly. So ni wakubwa ambao wana quality, wana uwezo kuchallenge wewe. Sasa ukiona mchezaji ambaye anaungaunga kama vile Elie Mpanzu vile anavyofanya, honestly speaking huwezi kutoboa. Unaenda kwenye hatua robo finali, unakutana na timu ambazo wewe una quality na wenyewe wana quality. Unakuja na wenyewe wanakuja. Sijumla vizuri. Kama mabeki bora na wenyewe na mabeki bora. Elie Mpanzu anakana dunda tu, mara hata kuweka mguu aweke anafanya nini? Kaka watu wanapita na mpira wanachukua na kufunga. So inabidi abadilike, Elie Mpanzu kiukweli hizi mechi 2-3 hajacheza vizuri. Haipo katika kiwango kizuri. Huo ndio uhalisia kaka. Sawa. Bwana Kabwe, tukihama kwa upande wa mnyama Young Africans pia